Moto Viwanjani. Na msikilizaji, karibu tupande viwanjani. Mimi ni nahodha Denilson Mohando. Shirikisho la soka humu nchini FKF limebatilisha uamuzi wa kuipandisha daraja klabu ya Riverside FC hadi ligi ya daraja la kwanza na badala yake kuamuru Kakuma United irejeshwe katika ligi hiyo. Kupitia taarifa kutoka kamati ya mashindano na ligi, FKF imesema uamuzi huo umeafikiwa baada ya uchunguzi kubaini kwamba klabu ya Riverside ilipata nafasi ya Kakuma United kwa kisingizio cha muungano wa klabu hizo, jambo ambalo linakiuka kanuni za mashindano. FKF imeweka wazi kuwa kupandishwa daraja kwa timu yoyote kunapaswa kutegemea mafanikio uwanjani pekee na si kwa ununuzi au uhamishaji wa hadhi ya klabu. Shirikisho hilo limeonya vilabu vingine dhidi ya kujaribu kutumia njia zisizo halali kupata nafasi katika ligi za juu, likisisitiza kuwa linadhamiria kulinda uadilifu na haki katika soka ya humu nchini. Shirikisho hilo limeonya vilabu vingine dhidi ya kujaribu kutumia njia zisizo halali. FKF imetoa wito kwa vilabu vyote kufuata sheria, kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji na kuonyesha ushindani wa kweli unaochochea ukuaji wa mchezo wa kandanda nchini. Na kwingineko ni kwamba kocha wa timu ya taifa ya wanawake Harambee Starlets Beldine Odemba ametangazwa kuwa malengo yake makuu katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON ni kufika hatua ya nusu fainali. Mashindano haya yanatarajiwa kuanza Machi 17 hadi Aprili 3 mwaka ujao nchini Morocco, na yataashiria kurejea kwa Starlets katika michuano hayo baada ya miaka 10 tangu walipochuana kwa mara ya kwanza mwaka 2016 nchini Cameroon. Odemba amesema maandalizi ya mapema ndio silaha kuu ya mafanikio, akieleza kuwa timu hiyo inapania kuepuka makosa ya awali yaliyotokana na maandalizi wa FIFU. Odemba ameeleza kuwa matumaini kuwa shirikisho la soka humu nchini kushirikiana na Wizara ya Michezo litapanga mechi za kirafiki za kiwango cha juu ili kuwanoa wachezaji kabla ya kuanza kwa mashindano hayo. Kocha huyo pia ametambua changamoto ya kufuatilia utendaji wa wachezaji wanaocheza nje ya taifa, akisema maandalizi ya mapema yatasaidia katika kufanya tathmini bora ya wachezaji. Harambee Starlets walijikatia tiketi ya kushiriki WAFCON baada ya kuishinda Tunisia kwa goli 1-0 ugenini na kisha kuilaza Gambia magoli 4-1. Kwa sasa Odemba na wachezaji wake wanatumai kupata usaidizi wa serikali na wadau wa michezo humu nchini ili kufanikisha safari yao ya kutoa historia katika soka ya wanawake barani Afrika. Na kwingineko ni kwamba kocha mpya wa klabu ya Kenya Police FC raia wa Serbia Dusan Tojanovic ameahidi kurudisha timu hiyo katika hali yake ya ubora na kuijenga upya iwe miongoni mwa klabu bora barani Afrika. I hope so that everything will be how we want to be, and what we can tell that we can promise hard work, and we can promise that we will never give up. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 44 alitambulishwa rasmi Jumapili jioni katika uwanja wa Police Sacco muda mfupi baada ya sare tasa ya 0-0 dhidi ya Posta Rangers. Akizungumza katika mkutano wake wa kwanza na wanahabari, Tojanovic alisema msingi wa mafanikio yake utakuwa ni bidii, umoja na kutokata tamaa, akisisitiza kuwa anataka kujenga kikosi chenye ushindani wa kimataifa. Tojanovic alifichua kuwa alivutiwa na mradi wa muda mrefu wa klabu hiyo unaolenga kuifanya Kenya Police FC kuwa miongoni mwa vilabu bora barani. I would like to address our fans that we have good direction how we are moving, and in this particular way I want to jump into that train and to be in the same line, and we know what we was in the past. You are witness on the time what was behind us, and now I hope so that we will be in future also present and catch up the things what will be ahead of us. Mkufunzi huyo aliyewahi kuiongoza AC Villa Uganda kutoa ubingwa wa ligi msimu wa mwaka 2023-2024 pia amewahi kuwa kocha msaidizi katika klabu ya Zamalek ya Misri. Kibarua chake cha kwanza kitakuwa dhidi ya Sofapaka almaarufu Batoto Bamungu, mechi ambayo mashabiki wanatarajia kuona mara ya kwanza mfumo wa kifundi wa kocha huyo mpya. Na ugaibuni ni kwamba klabu ya Wolverhampton Wanderers imemtimua kocha wao mkuu Victor Pereira kufuatia mwanzo mbovu wa msimu ya ligi kuu ya Uingereza bila ushindi wote katika mechi 10 za kwanza. Pereira ambaye alisaini mkataba mpya wa miaka 3 mwezi Septemba baada ya kuiokoa timu hiyo msimu uliopita, amekuwa na msururu wa matokeo mabovu yaliyoacha Wolves ikining'inia mkiani mwa jedwali ikiwa na alama 2 pekee. Timu hiyo ilipoteza magoli 3-0 dhidi ya Fulham siku ya Jumamosi, matokeo ambayo yaliwafanya kubaki point 8 nyuma eneo la salama la ligi. Tangu kuwasili kwake mwezi Disemba mwaka uliopita, Pereira alisaidia Wolves kuboresha matokeo na kuiepusha kushuka daraja, lakini msimu huu mambo yamebadilika. Wolves walipoteza wachezaji muhimu kama vile Matthias Cunha alihamia Manchester United, huku Bekiran Atnori na Nelson Semedo wakihamia Manchester City na Fenerbahce mtawalia. Mashabiki wamekuwa wakionyesha ghadhabu zao dhidi ya uongozi wa klabu, wakilaumu ukosefu wa uwekezaji katika kikosi, hali hiyo ikiwa mbaya zaidi baada ya Pereira kuonekana akijibishana na mashabiki wiki iliyopita baada ya kipigo ya magoli 3-2 dhidi ya klabu ya Burnley. Klabu hiyo sasa wanatarajia kumtangaza
kumtangaza kocha wa muda, wakati uongozi ukianza mchakato wa kutafuta meneja mpya atakayesaidia kurejesha timu hiyo katika ushindani wa ligi. Na msikilizaji, hadi kufikia pale ndipo natamatisha Atoa Viwanjani kwa sasa. Tukutane wakati mwingine. Mimi ni nahodha Denilson Muhando. Na hizo ndizo taarifa za spoti kutoka mashinani hadi kimataifa ndani ya Sifa FM 101.1 Ato. Tuko tisti viwanjani.